Kama Waswahili wasemavyo, kila mtenda wema atakumbukwa kwa wema. Niwaombe wananchi wote, endeleeni kuwaunga mkono wabunge wetu huko majimboni. Hakika waheshimiwa wabunge, mmetenda mema kwa kuwakilisha mema majimbo yenu na mnastahili kukumbukwa kwa wema wenu. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake uliotukuka. Wakati wote amekuwa akinipa maelekezo yenye tija na kuifanya kazi yangu na kuwa nyepesi. Mheshimiwa Spika, sina shaka nyote mtakubaliana nami kuwa hulka yake na ustahimilivu wake umekuwa faraja kwetu sisi wasaidizi wake, watumishi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Isitoshe, Mheshimiwa Rais wakati wote amekuwa nguzo wa kuimarisha mshikamano na umoja katika taifa hili. Alibainisha falsafa ya kazi iendelee. Sote tu mashuhuda falsafa hiyo. Ameitekeleza kwa vitendo kwa kukamilisha miradi iliyokuwepo na kuibua mipya. Wenye macho hawambitazama, mafanikio makubwa yamepatikana kwenye sekta mbalimbali, na siri ya mafanikio hayo ni uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Spika, katika hotuba ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu nilieleza mafanikio yaliyopatikana katika sekta mbalimbali kwa upana na uwazi, ikiwemo sekta za afya, elimu, maji, kilimo, nishati, ujenzi wa miundombinu, umeme, michezo, uchukuzi. Lakini vile waheshimiwa mawaziri wakati wakiwasilisha bajeti zao walieleza kwa kina juu ya mafanikio yaliyopatikana kwenye sekta zao. Sikusudi kuyarudia hapa. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine tumeshuhudia waheshimiwa wabunge na wananchi kwa ujumla wakimpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri aliyoifanya. Nami niungane nanyi kuendelea kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake thabiti uliowezesha nchi yetu kupata mafanikio makubwa ambayo tunayo kwa sasa. Mheshimiwa Spika, chini ya falsafa ya 4R na umuhimu wake nchini, tumeona namna ambavyo Rais wetu alipoingia madarakani alitambulisha falsafa ya 4R, yani reconciliation, maridhiano; resilience, ustahimilivu; reform, mabadiliko; na rebuilding, kujenga upya, ikiwa ndio dira ya kisera inayolenga kuijenga upya Tanzania yenye mshikamano, lakini pia nchi yenye haki na maendeleo endelevu kwa misingi ya demokrasia na ushirikishwaji wa wananchi wake. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii pia kuendelea kumpongeza Rais wetu kwa kuimarisha uhusiano wa kimataifa na kidiplomasia ya uchumi. Maono yake katika kufikia azma ya kuiunganisha Tanzania na mataifa mengine kiuchumi na kisiasa yamewezesha kupata mafanikio makubwa, yakiwemo haya yafuatayo: moja, kushiriki kamilifu katika mikutano, makongamano na majukwaa mbalimbali yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na changamoto za kidunia. Mathalan, Tanzania ilishiriki kamilifu katika mkutano wa wakuu wa nchi tajiri duniani za kundi la G20 uliofanyika Rio de Janeiro, Brazil, na mkutano wa 29 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, COP29. La pili, kuandaa na kuratibu mikutano, makongamano na majukwaa ya kimataifa, ikiwemo mkutano wa wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika kuhusu nishati, Africa Energy Summit 2025, na mkutano wa jukwaa la mfumo wa chakula Afrika, AGF, African Food System Summit 2023. Tatu, tumeratibu ziara za kimkakati za viongozi kitaifa nje ya nchi pamoja na kupokea viongozi wa kimataifa waliotembelea nchini kwetu. Ziara hizo zimefanikisha kufikiwa makubaliano kadhaa na kusainiwa mikataba ya ushirikiano kwa ajili ya ufadhili wa miradi ya maendeleo katika sekta za kipaumbele. Mikataba hiyo ni pamoja na mkataba kati ya China, Zambia, Tanzania kwa lengo la kufufua reli ya Tazara ili kuboresha huduma za reli hiyo. Nne, Mheshimiwa Rais wetu kupokea wenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC yenye jukumu la kusimamia masuala ya ulinzi na usalama. Chini ya wenyekiti wake pamoja na masuala mengine, tumeweza kusimamia uangalizi wa chaguzi kwenye nchi za Botswana, Mauritius, Msumbiji, vile vile Namibia. Na tano, tumeweza kuongeza ushawishi wa Tanzania katika medani za kimataifa uliowezesha kushika nafasi ya uongozi katika mashirika ya kikanda.
mathalan Dr. Tuli Angelile Kapologwe aliyechaguliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Afya nchi za Afrika Mashariki, Kati na Kusini, pamoja na Profesa Mohamed Yakub Janabi kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika. Haya yote ni sehemu ya mafanikio makubwa ambayo tumeyafikia. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie tuzo za kimataifa ambazo zinatambua mchango wa nchi yetu na rais wetu katika utendaji kazi kwenye maeneo mbalimbali. Kama nilivyoeleza hapo awali, yako mafanikio mbalimbali yamepatikana katika serikali ya 6. Hii ni kutokana na maono na uongozi thabiti wa rais wetu. Taasisi mbalimbali za kimataifa na kitaifa zimeona kutambua mchango wa rais wetu na kutoa tuzo zikiwemo hizi zifuatazo. Kuna zile tuzo za kimataifa. Ya kwanza kwenye sekta ya afya, tarehe 4 Februari 2025, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokea tuzo ya Global Gates Goalkeepers. Tuzo hii inatambua uongozi na mchango wake katika kuimarisha afya ya uzazi na kupunguza vifo vya mama na mtoto hapa nchini. Aidha, Mheshimiwa Rais ndiye kiongozi wa kwanza kupokea tuzo hiyo barani Afrika, jambo lilochochea kwa uongozi wake mahiri na kufanya mataifa makubwa duniani yatambue mchango wake. 2, kwenye sekta ya miundombinu, siku ya tarehe 25 Mei 2022, Mheshimiwa Rais alipokea tuzo ya Babaka Ndiaye kwa mwaka 2022 kuonesha kwamba dunia inatambua jitihada anazozifanya katika ujenzi wa miundombinu bora hapa nchini. Tuzo ya Babaka Ndiaye hutolewa kwa watu mashuhuri duniani walioonyesha dhamira ya kuendeleza sekta ya miundombinu ya usafiri kwenye nchi zao. 3, kwenye sekta ya sanaa, tarehe 19 Novemba 2022, Mheshimiwa Rais alikabidhiwa tuzo ya uongozi kimageuzi African Leaders Award 2022 kutoka taasisi ya Afrima ya nchini Dallas, Marekani, kwa kutambua mchango wake katika sanaa nchini Tanzania. Mheshimiwa Rais Dr. Samia alitumia siku 8 nje ya ofisi kuandaa filamu ya Tanzania The Royal Tour ambayo alikuwa anaongoza watalii akionyesha dunia uzuri wa Tanzania. Vile vile katika kipindi kifupi cha uongozi wake alifanya mageuzi makubwa katika sekta sanaa, ikiwemo kurejesha tuzo za muziki na kuboresha mifumo ya mirabaha ili kuwainua wasanii hapa nchini. Kwa hivyo nitumie fursa hii kuwashukuru sana madiwani wenzangu wa jiji la Mbeya kwa ushirikiano mzuri ambao wameutoa, na naamini na wao nawatakia kila laheri. Sasa waheshimiwa wabunge, baada ya shukurani hizi pia nitambue mchango mkubwa ambao umetolewa na kiongozi ambaye sasa amepandishwa cheo, na sisi wana Mbeya mjini tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpandisha DC Beno Malisa kuwa mkuu wa mkoa mpya wa Mbeya. Sasa kwa sababu sina uwezo wa kutaja kila mmoja aliyeshiriki katika maendeleo hayo, viongozi wote wa mkoa wa Mbeya wajue ninawashukuru, wakiongozwa na mkuu wa mkoa anayeondoka sasa Mbeya, ndugu Juma Homera. Waheshimiwa wabunge, sasa Mbeya kuna majimbo mawili. Jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini. Niwatoe hofu wana jimbo la Mbeya mjini. Wakati nikichaguliwa 2020 nilichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili moja la Mbeya mjini. Nitaendelea kutoa ushirikiano hata nitakapokuwa mbunge wa Uyole, nitaendelea kutoa ushirikiano kwa jimbo la Mbeya mjini. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa wabunge, sasa nitumie fursa hii kipekee kabisa kuishukuru familia yangu inayoongozwa na mume wangu Dr. James Andilile Mwenyekulu, lakini pia na watoto wetu. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Lakini pia na watoto wetu. Ninawashukuru pia wazazi wetu, ndugu zetu wote, marafiki kwa ushirikiano na upendo wao.
wakati wote wamesimama nasi katika safari hii ambayo sio rahisi sana. Waheshimiwa wabunge, sisi sote tutakiane heri na afya njema. Tuendeni tukaendeshe kampeni zetu kwa ari na kujiamini, kwa sababu tumefanya kazi nzuri. Lakini pamoja na kwenda huko tukijiamini, tufuate yale maadili ambayo tunatakiwa kuwa nayo kama wabunge. Sasa nimesema kama wabunge kwa sababu sisi tulivyokuwa tunaapa kile kiapo, tuliapa kuwa wabunge. Kwa hiyo umeshaitwa mheshimiwa, ukienda huko bado ukaendelee kujiheshimu. Waheshimiwa wabunge wale wa Chama cha Mapinduzi, basi tukakipiganie Chama cha Mapinduzi kwa moyo wa dhati. Wakati huo huo, nanyi pia ambao ni kundi la walio wachache, tunawatakia kila laheri, kila mmoja katika mlango anaoenda kupita ili aweze kurejea humu ndani tena. Waheshimiwa wabunge, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu atubariki sisi sote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.